Hakika ya maisha ni maadhimisho ya kufurahisha sana na kustaajabisha. Hii ni kauli ambayo nimekuwa nikipenda sana kuitumia mara kwa mara. Wazungu wanakuambia life is wonderful festival. Nasema hivi kwa sababu gani? Tumeendelea kuadhimisha kumaliza mwaka 2025 katika maisha haya tunayoishi, lakini tunaelekea mwaka 2026. Ni mengi sana yaliyotokea katika mwaka huu 2025. Sisi tunataka tuyagusie kwa uchache, tuangalie pia yale ambayo kwa ukubwa wake yalionekana kama kuzua mshawasha kwa watu kutaka kufuatilia na kujua kunani hasa katika matukio haya ambayo yalitokea mwaka huo 2025. Hii ni Kawabe Media. Mimi ni Salumu Amani. Tupo hapa tunajaribu kusukuma kete 2-3 na ndugu yangu Yahya Lissu. Bwana kwema kaka? Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanasemaje? Ni amani kabisa. Unajua basi mwishoni mwa mwaka huu. Unajua mwaka mpya nao unakuja hivi karibuni. Tumebakiza kama siku 2 hivi kuelekea mwaka, ni siku moja kwa sababu kesho kutwa ni tarehe 1. Tuko hapa tutaendelea kusukuma kete. Wakati tunasukuma kete 2-3 tutakuwa tunajadili yale yaliyodili mwaka 2025. Mtazamaji usiondoke, sisi tunaendelea kusukuma kete hapa wakati tunayazungumza yale ambayo yametokea ama yamejiri mwaka huo 2025. Lissu, kwenye matukio ambayo yametokea mwaka 2025 ni matukio mengi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine taifa limeyapitia. Ndio. Moja katika tukio ambalo nalikumbuka haswa kwenye nyanja ya kisiasa ni kuhusiana na uchaguzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kumchagua mwenyekiti, makamu mwenyekiti, lakini pia katibu mkuu wa chama hicho. Jambo la kuvutia zaidi na ambalo lilionekana linaleta mabadiliko katika siasa za chama hicho ni pamoja na kuchaguliwa ama kushinda uchaguzi huo Tundu Antipas Mugwai Lissu kuwa mwenyekiti wa chama hicho, kimshinda mwenyekiti wake wa wakati huo Freeman Aikaeli Mbowe. Ilikuwa ni jambo kubwa sana, lakini Wagesa Heche pia akiwa makamu, John Wagesa Heche akiwa makamu mwenyekiti wa chama hicho. Ndio. Pengine hilo lilionyesha taswira gani kwa mwaka 2025 hasa? Kwanza mwisho wa siku ilionyesha mabadiliko. Mabadiliko kuanzia ya kiuongozi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ambacho hichi chama kitazama mwisho wa siku ndio unaweza kusema ni chama kikuu cha upinzani. Na kama anabadilika mtu ambaye alikuwepo kwa zaidi ya miaka 20 kwenye nafasi ile ya uongozi, alafu anaingia mtu mwingine, ni ishara tosha ya mabadiliko. Mabadiliko yanaanzaje? Yanaanza pale ambapo anatoka yule aliyekuwepo, then anaingia mtu mwingine ambaye pengine hakuwepo kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo mwisho wa siku yalikuwa ni mabadiliko yaliyoanzia ndani ya chama chenyewe, na kwenda mabadiliko haya yanaenda kuambatana zaidi na namna gani chama chenyewe kinaenda kujiendesha kupitia kwa mwenyekiti wake ambaye ni Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo ukiangalia katika kitu ambacho kilienda kuendelea baada ya hapo, ndio mwisho wa siku tunakuja kuitazama Chadema kama ni miongoni mwa vyama vya Tanzania vya siasa vyenye misimamo, lakini pia chama chenye ushawishi mkubwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na kama taifa tuko kwenye mifumo ya demokrasia. Kama tuko kwenye mifumo ya demokrasia, na uzuri demokrasia inabidi ianzie ndani ya chama. Yaani ukiwa unataka uoneshe kwamba una demokrasia, inabidi uanzie ndani ya chama chako. Ni kwa namna gani unaweza kufanyika uchaguzi ambao unaenda kutoa matokeo ambayo kila mtu ataenda kuyaridhia. Kwa maana uchaguzi wenye dhana ya uwajibikaji ndani ya chama, uchaguzi wa haki ndani ya chama. Mimi kimsingi huwa sio muumini wa usawa, ila ni muumini wa uadilifu ndani ya kitu chochote kile. Kwa unataka kuniambia kwamba Tundu Antipas Lissu ni mwadilifu zaidi kuliko Freeman Aikaeli Mbowe? Yaani mimi sizungumzii kwenye engo ya watu wawili. Ilikuwa nazungumzia kwenye engo ya kubadilisha jambo, chama kizima, kubadilisha jambo kwa maana ya mtu abadilike kulingana na matakwa ya wale ambao wanamtaka abadilike. Kama nyie mnamtaka mtu fulani aingie kwenye position ili awaongoze, awe sauti yenu kwa ukubwa wenu na kwa wingi wenu, inabidi huyo mtu aingie kwenye hiyo nafasi. Ndio maana nikasema
mimi ni muumini wa uadilifu, yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuyabeba maono yenu kama wanachama, atakuwa na uwezo wa kwenda kuwatumikieni nyinyi, kwa sababu siku zote huwa tunasema uongozi ni dhamana. Na miongoni mwa sifa kubwa za kiongozi ni kuhakikisha unayatambua kwanza matatizo ya watu wako kabla wao hawaja kuambia. Hicho ndo nakuja kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, toka akiwa mbunge wa Singida Mashariki alikuwa akionyesha akiyatambua matatizo ya watu kabla watu wenyewe hawajamwambia matatizo yao. Ni miongoni mwa sifa ya kiongozi. Kulionekana ni kama siasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa mwaka 2025 zilibadilika na kuwa siasa zenye misimamo mikali. Pengine kuingia kwa Lissu kwenye nafasi hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo ya kufanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuonekana ni kama chama ambacho kimegeuka kuwa chama chenye misimamo mikali, kwa sababu walikuja na ile slogan yao ya no reforms no election, na tumeona hawajashiriki uchaguzi wa kisusia hata kusaini fomu maalum ya maadili kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mpaka kionekane kina msimamo, inabidi kwanza kiwe kimeuonesha msimamo wao mpaka mwisho wa tukio, kwamba kwa mfano unaposema mimi leo sili, inabidi tukuone kweli haujala mpaka mwisho. Na kimeonekana hivyo kwa sababu kilionesha dhamira, lakini pia kikaonesha nia, na kikaonesha pia kwa vitendo kwamba kile ambacho walikuwa wanakisema kwa mdomo wamekiingiza kwenye utendaji. Na mwisho wa siku huwa tunasema tofauti ya mtu mwenye elimu na asiye na elimu ni katika kitu kimoja. Wewe ili tukuone kwamba una tofauti ni kuyachukua yale uliyojifunza kuyaingiza kwenye utendaji. Kama utakuwa umejifunza kitu alafu hujakiingiza kwenye utendaji, hatutakuona kama ni mtu mwenye elimu. Kwa hiyo wao waliamua kujitengea kipande chao na kusema kama hakutakuwa na mabadiliko, hakutakuwa na uchaguzi. Na wakaishi hiyo kauli yao mpaka tukashuhudia uchaguzi ukapita. Mwisho wa siku wao hawajashiriki kwenye jambo lolote. Na hata sasa tunavyozungumza hawana mwakilishi yote bungeni wala hawakuingia kwenye uchaguzi, ambao mimi wanatazama uchaguzi kama unaenda kuonesha mustakabali mzima wa maisha katika taifa kwa miaka mingine mitano. Tuseme Chadema walikosea kufanya vile ama walikuwa sahihi kwa kile ambacho walikuwa wamekiamua? Wewe unaona vipi kwenye hilo? Mimi kwangu kiniuliza kwamba walikosea ama mimi naonaje, kwanza kabisa mwisho wa siku abidi tutazame wao walikuwa wanataka nini, na hicho walichokuwa wanakitaka walikuwa wanakitaka kwa ajili ya nani, ili wamnufaishe nani. Sijui unanielewa hapo, kwamba kama kuna kitu utakuwa unakitaka kwa maslahi ya Chadema kama Chadema, hicho kitu mimi kwa muono wangu sio sahihi. Ila kama kuna kitu walikuwa wanakitaka kwa maslahi ya Watanzania wote na taifa kwa ujumla na kwa mustakabali wa taifa zima, walikuwa ni sahihi, kwa sababu wanademandi kitu ambacho kitaenda kugusa maisha ya kila mtu. Sasa kwenye kile walichokuwa wanakitaka walikuwa wanakitaka nini? Unataka kuniambia Chadema kile walichokuwa wanakitaka wao ni kinagusa maisha moja kwa moja ya Tanzania kiasi hicho mpaka iwe sahihi? Hapana. Kwenye kile ambacho walikuwa wanakitaka Chadema walikuwa wanataka kwanza katiba mpya pamoja na baadhi ya tunasema sera za uchaguzi, sheria za uchaguzi zibadilishwe, ikiwemo tume huru ya uchaguzi, tume inayoitwa tume huru ya uchaguzi. Kwa nini unasema inayoitwa? Ndio inaitwa hivyo. Inaitwa hivyo. Mimi sijawahi kuthibitisha kwamba ni tume huru. Hujawahi kuthibitisha? Na sijui namna naweza kuthibitisha kwamba ni tume huru. Gani ambao unahitaji ndugu yangu Bwana Lissu mpaka tujue tume hii ni huru hasa? Tujue tume hii ni huru. Mpaka mimi nithibitishe. Mpaka uthibitishe. Kwa kuthibitisha utakuja kutuambia. Kwa sababu kama sijathibitisha siwezi nikasema hii tume ni huru. Ni tume inaitwa tume huru ya uchaguzi. Walikuwa wanataka baadhi ya vitu vibadilishwe kwenye tume. Kwa hiyo kama walikuwa wanataka kwenye tume, basi utakuja kugundua kwamba wao demands yao kubwa ilikuwa ni uchaguzi. Sio, unaelewa? Na hawajaingia kwenye uchaguzi ukafanyeje? Ukafanyika. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwenye ishu nzima zinazohusiana na siasa za vyama,
kwenye kile ambacho walikuwa wanakitaja wao ni mabadiliko. Kwanza kabisa kuna vitu inabidi, nilikuwa napitia kitabu cha mwanamapinduzi wa zamani wa Urusi Vladimir Ilyich Lenin. Alikuwa anasema pale taifa linapohitaji ukombozi ama mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi pamoja na kijamii, kuna vitu inabidi wavifanye. Kitu cha kwanza kwenye siasa inabidi wawe na kitu kinaitwa Vanguard Party. Ni chama hicho. Vanguard Party. Vanguard Party kazi yake kubwa inakuwa ama lengo lake mama linakuwa sio kuingia Ikulu. Inakuwa lengo lake mama ni kuwafungua watu fikira zao, waone kwamba vitu vinavyofanyika je, ni kwa maslahi yao ama kwa maslahi ya mtu mwingine. Unaihusisha Chadema na Vanguard Party. Nataka niwaoneshe Chadema kipi ilibidi wakifanye pale wanapotaka kuja kuingia Ikulu, inabidi wafuate hivyo hivyo. Hebu hapo tu. Inabidi wawe Vanguard Party. Vanguard Party kazi yake kubwa, lengo lao mama sio kuingia Ikulu. Lengo lao mama ni raise awareness baina ya watu. Kuambia watu kwamba kuwepo kwa umeme kwenye majumba yenu, kuwepo kwa maji kwenye majumba yenu, kuwepo kwa barabara nzuri, kuwepo kwa huduma nzuri za usafirishaji pamoja na tunasema teknolojia ya mawasiliano. Sio huruma tu ya awamu fulani ya uongozi, sio huruma ya kiongozi fulani ambaye aliwahurumia akaamua waletee nyie maji, bali ni wajibu ambao serikali inapaswa ifanyeje? Iutimize. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mwisho wa siku ukienda kuambia watu kwamba kupata hichi ni haki yenu, hata wale ambao ni wafuasi wa chama kingine, even chama tawala, ni lazima waungeni nyie mkono, kwa sababu kule kutakuwa kuna wakulima ambao inabidi wasafirishe mazao yao kutoka vijijini wayalete mjini, wanahitaji masoko mazuri. Kwa hiyo Vanguard Party kazi yake kubwa ni raise awareness baina ya watu. Na Chadema kuna namna, napenda sana kumtolea mfano John Heche. Kuna namna huwa anajaribu kuonesha hicho kitu, na kama unaweza ukamwona kiongozi mkubwa anajaribu kuonesha kwamba tunapaswa kuwa hapa kwa kipindi fulani, walau wanaweza wakawa na maono ya Vanguard Party. Sawa, tuhitimishe la upande huo wa uchaguzi wa Chadema, pengine tuhamie kwenye jambo lingine ama tukio lingine ambalo pia lilikuwa ni tukio kubwa sana. Mara baada ya uchaguzi wa Chadema, baadaye mwezi kadhaa tu kulikuwa na ukimya sana wa Freeman Aikaeli Mbowe. Alikuja kuonekana siku ya uzinduzi wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Tuanzie kwenye dira, kabla hatujajadili hili la kuonekana kwa Mbowe, tuanzie kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Pengine dira ile ya mwaka 2000 ya maendeleo ya mwaka 2050, ndio kwa jinsi ambavyo imejinasibu kwamba lengo lake kubwa ni kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2050. Hapa tulipo na tunapokwenda kulingana na hiyo dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Unadhani tuna urahisi huu wa kuyafikia hayo ambayo yameainishwa kwenye dira? Kabla ya kwanza kuangalia urahisi ama ugumu, kwanza inabidi tuangalie tusifu kwanza uwepo wa dira yenyewe ya maendeleo. Kwa sababu mwisho wa siku kama taifa, kama jamii, inabidi iwe na kitu ambacho inakuwa inakilenga kukifanikisha pale utakapofika muda fulani. Yaani unabidi uwe na malengo yako ambayo unasema malengo yangu inabidi ifikapo muda fulani niwe nimeyafanikisha. Hicho ni kitu kizuri kwanza kuwa na dira ya maendeleo. Sababu kila taifa inabidi ni lazima liwe na dira ya maendeleo. Dira ambayo inaenda kuelekeza kipi mfanye, kipi mtekeleze ili mfike sehemu fulani. Kwa hiyo kwanza hicho ni kitu kizuri kama taifa na ni kitu kizuri kwangu mimi binafsi kama Mtanzania. Na mwisho wa siku nikirudi sasa kwenye swali lako la kwa nini dira sasa ya maendeleo imekuja katika kipindi hichi, na mimi naiona kwamba labda inaweza katufikisha nchi ya ahadi. Ili dira ya maendeleo itufikishe nchi ya ahadi, kwanza inabidi kuwepo na uwajibikaji miongoni mwa wale walioelekezwa kwenye dira ya maendeleo. Sahihi. Kama wanasema kwamba ifikapo 2050 iwe ni Tanzania ya viwanda. Inabidi tuone mipango mkakati ambayo inatuonesha sisi ifikapo 2050
tuwe na viwanda ambavyo vitakuwa ni vinazalisha bidhaa zetu hapa Tanzania. Kwa hiyo hicho ni kitu moja ambacho inabidi kitimizwe kwenye dira ya maendeleo. Kwanza ni watekelezaji wa hiyo dira ya maendeleo, cha pili ni usimamizi thabiti, lakini uwajibikaji, watu wawajibike miongoni mwa wale walioainishwa kwenye dira ya maendeleo. Kiufupi ingizwe katika utendaji. Baada ya hapo tunaweza tukaanza kuangalia sasa, je, hii dira imefanikiwa kwa kiasi gani ama haijafanikiwa kwa kiasi gani? Sawa, tuangalie sasa swala la kuonekana kwa Freeman Aikaeli Mbowe katika hiyo siku ya uzinduzi wa dira. Maneno yalikuwa mengi sana, wengine wakisema kwamba lile swala la Mbowe kula asali au kulamba asali sasa limedhihirika hadharani. Kwamba kakaa kimya, hajaonekana kwenye matukio yote ya chama. Juzi alikuwa akihojiwa Bwana Boniai anasema swala la Mbowe kutohudhuria vikao yeye halifahamu, lakini ukimuuliza kama moja ya marafiki zake anasema Mbowe yupo. Turejea nyuma sasa kwenye hilo. Pengine hiyo ni dhamira ya ukweli ambayo ilikuwa imedhamiriwa na watu kusema kwamba Mbowe alikuwa akilamba asali kutoka kwa chama tawala. Kwanza unajua kwenye maisha yoyote ya mwanadamu na maisha yoyote ya upinzani, iwe ni upinzani wa vyama, iwe ni upinzani hata kwenye vilabu vya mpira wa miguu, iwe kwenye upinzani wa kitu chochote kile ambacho mnakuwa kuna vinapambania vitu viwili ama zaidi ya viwili. Then wakawepo washindani wawili ambao wameonekana wana ushawishi mkubwa na wana nguvu kubwa. Akaonekana mtu anayetoka miongoni mwa yale makundi mawili akaenda kwenye kundi lingine. Sio jambo ambalo linaweza likakubalika kirahisi. Kwa hiyo kwa Freeman Mbowe kwenda kwenye dira ya maendeleo ni haki kwa kila mtu kuzungumza kile ambacho anaona yeye ni sahihi kutokana na namna ambavyo ayaonavyo mambo. Lakini kwangu mimi binafsi nikizungumza kama Mtanzania, nafikiri halikuwa jambo baya sana yeye kwenda kwenye dira ya maendeleo. Lakini kilichobidi kiwepo tena, yeye alienda kama nani? Labda tuseme alienda kama Mtanzania. Alienda kama nani na alikuwa kwenye position ya kina nani? Lakini tuliona alikaa kwenye nafasi za watu ambao, kama alikaa kwenye nafasi za wadhifa, tayari anatambulia kwamba huyu aliwahi kuwa ni mtu ambaye alikuwa na position fulani. Lakini kutambulika pia kama mwenyekiti mstaafu wa chama fulani ni heshima pia, kwa sababu aliwahi kuwa mwenyekiti wa taifa wa chama fulani. Ambacho nataka nizungumze kwamba kwenye ile dira ya maendeleo angekuwepo pia na mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Yaani tungeachana swala la kuwa na, yani maana yake kama tumeamua kumwalika mstaafu, kwa nini tusimwalike? Kwa nini tusimwalike mwenyekiti wa chama? Inawezekana labda alialikwa pengine hakwenda, hiyo hatuwezi kujua na wazee wakasema. Kwa hiyo mwisho wa siku kama ni jambo linalohusisha utaifa, inabidi sasa kuna muda inabidi tuungane kwa ujumla. Kwa hiyo kama alienda Mbowe, kama watu wanavyosema alikuwa analamba asali then baadaye akaamua kuungana nao, sio kitu kizuri, kwa sababu itaonesha ni usaliti miongoni mwa kile ambacho wenzake walikuwa wanakisimamia. Kwa hiyo mwisho wa siku tusimamie katika kile ambacho mwisho wa siku tunakiamini kwamba kinaweza ikatufikisha kwenye nchi ya ahadi. Kwenda kwa Mbowe mimi kuna mirengo miwili ambayo unaweza ukatazama pale. Kama alienda kama mtu wa kawaida, it's all the fine, ni kitu kizuri. Ila kama alienda kama makamu mwenyekiti, kama alienda kama mwenyekiti mstaafu wa chama, ilibidi awepo mwenyekiti wake wa chama. Tuhamie kwenye swala lingine, sababu muda pia unazidi kwenda, wakati ambao sisi tunasukuma kete hapa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, niko na Yahya Lissu, tunaendelea kupiga story mbili tatu, ni kama tunazungumza na kujadili, kuyapitia ama tunafanya recap ya yale yaliyotokea mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026. Tumezungumza kuhusiana na masuala ya dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050, lakini pia tumezungumzia swala la uchaguzi wa Chadema. Turejea kwenye uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mwaka huu, kwa sababu kiujumla huwezi ukazungumza matukio ya mwaka 2025 ukaacha kuzungumza uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu 2025, uchaguzi ambao uligubikwa na kila aina ya matukio ambayo mpaka sasa hivi ni kama yale matukio yaliamua mustakabali wa taifa ama yaliamua kutufikisha hapa tulipofika leo hii. Wakati ambapo harakati za uchaguzi zinaanza, hatua za awali kabisa, masuala ya uchukuaji fomu, michakato ya ndani ya vyama kuanzia Chama cha Mapinduzi,
Lakini sasa tukaja kwenye masuala ya kampeni za uchaguzi, tukaona Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikasusia kushiriki uchaguzi, akikwenda hata kusaini fomu ya maadili kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sahihi. Baadaye Luhaga Johnson Mpina kuhama kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kwenda chama cha ACT Wazalendo, na kisha baadaye kuenguliwa kwenye nafasi yake ya urais. Haya matukio ya mwanzo kabla hatujafika kwenye uchaguzi wenyewe siku yenyewe na kabla tujaingia kwenye kampeni haswa na kuzilinganisha, tuanze kwenye matukio ya kujiengua kwa Chadema kwenye uchaguzi na kuondolewa kwa Johnson Luhaga Mpina kutokana na sababu kadha wa kadha. Monalisa Ndala akitajwa kuhusika kama moja kati ya mwiba mchungu ndani ya chama cha ACT Wazalendo. Kuanzia hapo siasa zetu zimekuwa na usaliti kiasi hicho, kiasi kwamba hata yule aliyepo ndani ya chama anaweza kusababisha mambo yakatuia magumu. Mwisho wa siku mimi huwa naamua kulizungumza jambo ninapoangalia tulianzia wapi na mpaka hivi sasa tuko wapi. Kwa sisi Tanzania, nikifuatilia chaguzi mbili ambazo mimi niliwahi kujikomiti kuzifuatilia kuanzia uchaguzi wa 2015, uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa 2025. Pengine mchakato mzima wa uchaguzi wa 2025 ni mchakato ambao mimi binafsi ulinisikitisha kwa kuangalia hizi chaguzi zingine ama kwa kuangalia michakato mingine namna ambavyo ilifanyika. Miongoni mwa uchaguzi uliokuwa unatajwa miongoni mwa chaguzi zenye tunasema zilikuwa zina ushindani mkali sana, ulikuwa ni uchaguzi wa 2015 uliomweka madarakani aliyekuwa rais wa awamu ya 5 marehemu hayati John Magufuli. Kwenye huo uchaguzi kuna watu walihama, kama ambavyo kwenye mchakato wa uchaguzi 2025 kuna watu wamehama pia, ambao tunaweza tukawatolea kwa mfano. Waliohama alikuwa ni mgombea wa chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mtu kutoka kaskazini mwa Tanzania bwana, kwa mwaka 2015 Edward Ngoyai Lowassa alihama kutoka CCM akaenda Chadema na wala hakufungiwa. Kipindi hicho kulikuwa na Ukawa, kulikuwa kuna aina fulani ya siasa za moto sana. Unaona mazingira yake jinsi yalivyo, na ulikuwa ni mchakato mzuri, mchakato uliovuta hisia za watu wengi kulingana na ushawishi wa chama. Ilikuwa ni kitu kizuri, lakini kilichoonekana 2025 obviously ilikuwa ni kiini macho. Kwa nini unasema kiini macho? Kilikuwa ni kiini macho kwa sababu michakato ndani ya chama, vyama vyenyewe vilivyokuwa vinashiriki, tukianza kwa chama cha Mapinduzi CCM, mchakato ulivyokuwa, kuna watu kutoka ndani ya chama pia hawakuelewa. Lakini pia tukirudi kwenye vyama vingine, kwa mfano ACT, mgombea wao ambao tulikuwa tunamtazama anaweza akaja kawa ni mtu mwenye ushawishi, alienguliwa kutoka kwenye kiti cha ugombea. Lakini pia kususia kwa uchaguzi Chadema pia ni kitu kingine ambacho kiliongeza doa kwenye siasa za Tanzania ama kwenye mchakato mzima wa uchaguzi, kwa sababu kwenye taifa unaweza ukawa mna vyama vingi, lakini kuna vile ambavyo vina ushawishi ambavyo vinaweza vikaonesha nyie mmefika wapi kwenye jambo fulani. Na hicho chama kwa Tanzania ni CCM na Chadema ambavyo vina wakereketwa, lakini pia vina ushawishi mkubwa kutoka vilipoanzishwa hadi hivi sasa. Kwa hiyo kwa haya matukio tu matatu nikiyatazama, nafikiri yalitia doa kwenye mchakato mzima wa uchaguzi. Sawa, kwa hilo la Luhaga Johnson Mpina, alianza kuonekana kutoelewana na chama chake tangu alipokuwa bungeni. Na baadhi ya shuruba ziliwahi kumkuta akiwa bungeni mara kadhaa, yupo kwenye kamati ya maadili ya bunge, kwa kutoa maneno ambayo wengine walisema ni maneno ya kupotosha. Lakini baadaye akiwa katika ziara yake mkoani Simiyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Luhaga Johnson Mpina aliomba baadhi ya maombi yake mbele ya Mheshimiwa Rais, akisema kwamba wengine wanasema mama hana deni, lakini mimi na Simiyu tunasema mama hizo za huko
ambapo anasema hauna deni, sisi hapa bado tunakudai. Pengine hii kauli ilileta mtafaruku kidogo baada ya rais kusema kwamba Mpina sasa hata watu wa chama waangalie namna ambavyo akaleta mtu mwingine ambaye yeye ataendana naye sawa, kwa sababu nafasi ziko nyingi, atamkabidhi kwenye zile nafasi zingine za kuteuliwa, basi Mpina anaweza akapata nafasi pale. Kauli hii kwa mwaka 2025 ama haka hali mchakato haka scenario hapa kuanzia kutoelewana na baadhi ya kutoelewana Mpina na chama chake, ndio yale majibu ambayo yalitokea pale hadharani baina ya yeye na mheshimiwa rais, pengine hayana chochote kwenye hili la yeye kuweza kuanguliwa kwenye kugombea. Kwa wewe unavyofikiria? Mimi nafikiri linachangia kwa namna fulani, linachangia kwa sababu alizungumza wazi kwamba kuna watu wanasema mama hana deni, lakini kwangu mimi kuna vitu ambavyo vinanisibu. Na ukiangalia mwisho wa siku kile ambacho alikuwa anakidai ni kwa maslahi ya watu wake na wananchi. Na mimi kama kuna mtu ambaye mimi namheshimu binafsi na naweza nikamsapoti kwa njia yoyote, ni yule anayefanya jambo kwa maslahi mapana ya jamii na wananchi wake, kwamba mimi na wewe na mwingine anufaike, mimi ngoja nifanye hivi. Huyo ni mtu muhimu sana kwenye jamii yoyote, kwa sababu hatangulizi maslahi yake mbele, anatanguliza maslahi ya wananchi. Kwake yeye kusema kwamba mimi nina shida, anasema kwa raia namba 1 wa nchi ambaye ni mheshimiwa rais. Kwanza ilikuwa inaonyesha ni kwa namna gani anawajibika kwa wananchi wake. Ni sifa kwanza hiyo, kwamba una wananchi wangu hapa, lakini kuna hichi na hichi ambacho ile ukiangalia kwa watu wengi, sio kila mtu alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, na sio kila kiongozi ama mgombea ubunge, urais alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Yeye alithubutu, tayari alionyesha kwamba ana uwezo wa kuwasemea wananchi wake. Na hata ukifuatilia bungeni ukaja kwenye scenario nzima, kuna namna ukiangalia hata kipindi ameenda kwenye kampeni kabla hajaidhinishwa, alionekana akivaa t-shirt yenye picha ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Hicho kitu pia kilionyesha kwamba kuna dosari kati ya yeye na chama chake cha zamani kwa maana ya CCM. Kwa nini dosari na wakati aliyembani mwenyekiti aliyepita wa Chama cha Mapinduzi? Kwa nini asimvae mwenyekiti wa sasa ambaye watu wengi na asilimia kubwa walikuwa wanavaa hivyo, na alimvaa kwenye maeneo ambayo tunaweza tukasema tu wazi alikuwa anakubalika sana rais wa awamu ya 5 kwa kipindi hicho. Kwa hiyo tayari hapo inaonyesha kwamba wewe unamkubali mtu aliyepita, lakini wa sasa mbona hujawahi kuonesha kwenye ukivaa? Naweza kutolea tu mfano. Juzi uliangalia pambano la Hassan Mwakinyo, t-shirt yake aliyoivaa huku ina picha ya Mheshimiwa Rais Samia, huku ina picha ya mwenyekiti wa Chadema. Ametambua kwamba kuna watu wawili wana ushawishi kwenye maeneo yao, na mimi nina mashabiki ambao wapo kwenye pande zote mbili. Kwa hiyo inabidi mimi nifanye hivi kwa mashabiki zangu mimi binafsi. Sio, unaelewa hapo? Sasa tuende kwenye uchaguzi wenyewe sasa wa mwaka 2025. Hapa ambapo ilionekana kuna changamoto nyingi sana siku ya uchaguzi. Mkutano ulikuwa ni mkubwa sana baina ya wasimamizi wa uchaguzi ama waangalizi wa uchaguzi wa kutoka nje, waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa, lakini pia tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kulikuwa na scenario mbili ambazo zinakinzana, wakati ambao serikali kupitia tume huru ya taifa ya uchaguzi ilituambia uchaguzi ulikuwa shwari, ulifanyika vizuri, haukubikwa na aina yoyote ya dosari na watu walipiga kura kwa amani na utulivu. Waangalizi wa kimataifa wakiwepo SADC, EU wanasema uchaguzi ule ulikuwa hauna viashiria vyovyote vya uhuru na haki, uligubikwa na vurugu, maandamano pamoja na mauaji. Kutokea kwa msuguano baina ya pande hizi mbili kumeonyesha kitu gani hasa kwa mwaka 2025 kwenye uchaguzi wetu ambao
umekamilika, siku si nyingi zimepita, miezi kadhaa kama miezi miwili. Kabla ya kwanza kuzungumza umeonyesha kitu gani? Inabidi tukubaliane, ama kama hatutakubaliana basi kuna namna mimi naweza nikasema kitu. Kwa kila Mtanzania mmoja mmoja, mimi na wewe na mwingine anajua kile ambacho kimetokea kwenye uchaguzi wa 2025, ambapo sasa hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema kwamba matukio ya uchaguzi na uchaguzi mwenyewe umetutia doa sisi kama Tanzania. Kama Mheshimiwa Rais anasadikisha na kila mtu aliona, tayari kulikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa hakiko sawa kwa 100%. Hicho ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kwanza ilikuwa sio jambo jema kwa taifa ambalo lilikuwa linasifika kwa amani na utulivu wa kisiasa tangu tupate uhuru kwa karibu miaka 60. Na hiyo ilionyesha kwamba sisi kama Tanzania kuna namna pia tulipoteza utu, lakini pia tukapoteza uwajibikaji kutokana na matukio mazima ambayo yalitokea, kwa sababu kuna kitu ambacho inawezekana watu walikuwa wanakitaka hawajakipata mpaka wakaamua kulifanya hilo tu ambacho walilifanya. Kwa hiyo ukitazama AU walikuwa wanasema uchaguzi haukuwa mzuri, ukatazama SADC, ukatazama na waangalizi wengine wa uchaguzi, hiyo inaonyesha tayari taswira ya kwamba hatukuwa na uchaguzi mzuri. Kuanzia kwa matukio mazima yaliyotokea, matukio ya siku na baada ya uchaguzi, lakini pia kwenye misimamo ya baadhi ya watu na scenario nzima kama taifa na mwitikio wa wananchi kwa ujumla. Unaweza ukaona hata tukio zima la uapisho wa Mheshimiwa Rais ilionyesha pia kwamba kwenye taifa kuna hali gani ambayo ilikuwa inaendelea. Sawa, tuna kitu kimoja ambacho tunajaribu kukiangalia baada ya hayo yote yaliyotokea katika uchaguzi huo. Mwaka 2025 ni mwaka ambao umegubikwa na matamko. Yaani ukilala ukiamka ni matamko, ukisinzia ukigeuka ni matamko. TEC wanazungumza, BAKWATA wanazungumza, chama cha mabondia wanazungumza, wamachinga wanazungumza, shura ya maimamu inazungumza, serikali inazungumza, Chadema wanazungumza, ACT Wazalendo, yani kila mmoja anazungumza. Kwa nini mwaka huu umekuwa ni mwaka wa matamko kuliko pengine hata tulivyowahi kushuhudia huko nyuma? Ni mwaka wa matamko kwa sababu ni ukosefu wa udhabiti kwenye nchi. Ukosefu wa udhabiti kwenye nchi, kwa maana ya kwamba hakuna sehemu ambapo anaweza kazungumza mtu mmoja akaeleweka. Kwa hiyo kila makundi yakawa yanajaribu kuzungumza na watu wao yaone kama yana uwezo wa kueleweka kutokana na kilichotokea kizima kwenye nchi. Shura ya maimamu wanazungumza, BAKWATA wanazungumza, let's say na Waislamu, Wakatoliki wanazungumza labda na Wakatoliki wenzao, mabondia wanazungumza, madalali wanazungumza, ACT wanazungumza, Chadema wanazungumza, kila mtu anazungumza na kundi lake. Hiyo inaonyesha kwamba kwenye taifa kulikuwa kuna mgawanyiko mkubwa 2025. Haiwezekani tu ikawa kila mtu anazungumza, na wanachokizungumza kwa asilimia kubwa kinashabihiana kutokana na matukio mazima yaliyotokea, na ikaonyesha kuna pande nyingi ambazo zimetofautiana kwa kiasi kikubwa, na wengi wao walionekana wakizungumza hasa na matukio yaliyokuwa yanaanikizwa zaidi na vijana wanajulikana kama Gen Z. Unajua ukitaja Gen Z watu wanafikiri labda ni kikundi fulani hivi cha wahuni ama watu hawaeleweki. Gen Z ni vijana wote wa kizazi cha sasa, Generation Z ndio iko hivyo. Kwa hiyo ilionyesha kwamba kwenye taifa hapakuwa na udhabiti mzuri, lakini pia kulikuwa kuna mtafaruko mkubwa baina ya makundi mengi. Ndio maana kila mtu alikuwa anazungumza kutaka kulisuluhisha ile kundi lake iliweze likamsikiliza yeye. Unadhani tunaelekea 2026 kama tutaendelea kubaki na hali hii,
Nini hasa unaona kinaenda kutokea 2026 kwa kumalizia? Tukibaki na huu udhabiti wa haya makundi na kila mmoja kutoa matamko, nini hasa kitakwenda kutokea mwaka huu 2026 ambao tunakwenda kuingia tukiumaliza mwaka wa 2025? Of course mimi ukiniuliza kuhusiana na mwaka, mimi huwa naamini kwamba inabadilika tarehe na siku kama ambavyo huwa zinabadilika siku zingine zote. Yaani kama ambavyo ilibadilika kutoka Januari kwenda Februari, ama ilibadilika kutoka let's say April kwenda Mei, ndivyo ambavyo itabadilika kutoka Disemba kwenda Januari. Na tunachopaswa tukitazame hapa ni kwamba ni kwa namna gani sasa kama taifa tutakuwa tuna uwezo wa kung'amua miongoni mwa matatizo yetu makubwa, then tukayaingiza kwenye utendaji, tukayasolve, tukayatatua, tukatimiliza matakwa ya walio wengi wa kile ambacho walikuwa wanakidai. Inaweza ikawa sio 2026, inaweza ikawa haikuwa 2025, inaweza ikawa haitokuwa 2027. Ni mpaka pale ambapo tutakubali kwamba tuna matatizo, then tuamue sasa kuyatatua matatizo yetu kwa kuzingatia maslahi ya wengi, kwa kuzingatia haki za watu, kwa kuzingatia wajibu wa kila mmoja kwenye nafasi yake. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mwaka 2026 kinamba, lakini yakaendelea yale yale kama ambavyo tulivyo hivi sasa. Ni mpaka pale ambapo tutaamua kubadilika kiujumla. Na mabadiliko yanaanza na nani? Nafikiri kuna mwalimu mmoja aliwahi kuuliza ndani ya school, akauliza nani anataka mabadiliko? Wanafunzi wote wakanyosha mkono. Wote wakanyosha mkono. Akasema nani anaanza kubadilika kutoka hivi sasa? Nani anataka kubadilika? Yaani anaanza kubadilika. Hakuna aliyenyosha. Ni ishara ya kwamba mabadiliko yanaanza na mtu mmoja mmoja. Yaani mimi na wewe tukiamua sasa sisi tubadilike, ndivyo ambavyo mabadiliko yanaanza. Na nani ambaye na kwenye taifa lolote hususan kwetu, mimi nilikuwa Msange JKT wananiambia kwamba raia namba 1 wa nchi ni rais. Na kama rais ataamua kubadilika yeye, basi ndivyo ambavyo mabadiliko yatafata msururu mzima. Nikushukuru sana Lissu kwa wakati wako. Tumezungumza mengi wakati ambapo tunaelekea mwisho kabisa. Nafikiri mpaka hapa tulipofika, wewe unaonaje? Wewe unaonaje? Hapa? Hapa ngoma draw. Sawa, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tulikuwa hapa tukisukuma kete 2-3, lakini pia tulikuwa tukijaribu kuangazia matukio yote ya mwaka 2025. Hapa tuna ziada. Hadi wakati mwingine. Kwa sasa bye bye. Unatazama Kawabe Media, sauti ya jamii.